Namkumbuka kijana mmoja mwenye umri wa miaka 17 ambaye alikuwa anatamani sana kufikia umri wa miaka 20. Kijana huyu alikuwa na mambo mengi sana ya kuyafanya na kuyatimiza katika umri wake huu, na pindi tu alipofikia hamu ya moyo wake kutimiza miaka 20, aliamua kuachana na wazazi, akiamini amejitegemea, anaweza kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wazazi. Kwa kweli kijana alikuwa ni mpambanaji. Kwa kweli kijana alikuwa ni mtafutaji. Kwa kweli kijana alikuwa anajituma. Alibeba ile dhana ya wazazi wake waliomwambia, "Mwanetu, unatuacha lakini tunakuomba ukapambane. Ukifika mtaani kuna masomo mengi sana, yashikilie ya kwetu, uyaambatanishe na hayo watakayokufundisha, lakini utunze nidhamu ya hali ya juu." Wazazi wake walimshauri mengi, aliyatilia maanani. Aliyasikiliza mawazo ya wazazi. Alifika mtaani na kwa kweli alifanikiwa. Ninapoongea na wewe hivi sasa, huyo kijana kwa sasa yuko vizuri sana. Sio tu kwa maisha mazuri, bali pia hata fikra zake ni nzuri. Kumbe kuna wakati tukumbuke mausia ya wazazi wetu. Kama wazazi wamefariki wote, basi kumbuka hata mausia ya walezi. Kumbuka hata mausia ya watu wengine ambao walipita wakakwambia kitu fulani ambacho ni cha msingi na haukifanyia kazi. Yaani ulikiacha kikapita kama kilivyokuja. Kikubwa ni kuyafanyia kazi yale mambo ya msingi, ndipo tunapata mafanikio ambayo yanaweza kutufikisha pale tunapotaka kufika. Kijana huyu anafanikiwa, amefanikiwa na atazidi kufanikiwa kwa sababu anayatimiza yote kwa muda ufaao. Jaribu kuiga mfano wa kijana huyu. Ni kijana wa kuigwa. Ni kijana ambaye anastahili kupigiwa makofi. Kwa nini kijana huyu asiwe wewe? Kwa nini kijana huyu asiwe wewe? Kwa nini kijana huyu asiwe wewe?